Ng'ombe zaidi ya 500 waliokamatwa katika eneo la Mjenje ndani ya hifadhi ya taifa Ruaha wilayani Mbarali mkoani Mbeya wamekabidhiwa kwa mzee Igembe Mahola baada ya kukamilisha taratibu za kisheria. Na hii ni baada ya vijana kuingiza ng'ombe hao katika eneo la hifadhi, jambo ambalo ni kinyume na sheria, na baadaye kuja na silaha za jadi kuanza kupambana na askari wa hifadhi kwa lengo la kuokoa mifugo yao. Langu naitwa Igembe Mahola. Ng'ombe wangu tarehe 7 mwezi wa 5 wamekamatwa ifasini. Inaonekana mimi ananiacha nyumbani, wajijana wakaingia ifasini, ng'ombe wakachukuliwa na watu walinzi wa ifasi. Kwa leo mimi tukafuatia taratibu za kisheria, ndio leo nakabidhiwa ng'ombe wale. Tutakuwa mbali na hifadhi. Romango Shibola, mkazi wa Iyala, kitongoji cha Udungusi. Tarehe 7 kulitokea, sitafahamu sisi ambao tayari tunabaki nyumbani, wachungaji walituacha asubuhi wakaenda kuchunga. Ilipofika jioni majira ya saa 2 tulipata taarifa kuwa ng'ombe wamekamatwa hifadhini. Wakawa wamechukuliwa na walinzi wa hifadhi. Baada ya kufanyika taratibu za sheria, ziligundulika kuweza kusamehewa. Tumesamehewa kisheria baada ya kufuata taratibu za sheria. Mimi ninahitaji kuwa mwalimu leo kwa wafugaji wangu wote ambao waliopo pembezoni na hifadhi. Tusipende kusuguana kwenye vitu ambavyo sio vya lazima. Tuwaonye watoto wasiingie hifadhini. Kwa jina naitwa Ringson Mtupeni Kakwambi. Ni mwenyekiti wa kijiji cha Iyala. Leo hii tumefika hapa tukiwa na mzee Igembe mwenye mifugo yake ambaye alikamatwa tarehe 7 mwezi wa 5. Na mimi nilipata taarifa usiku wa tarehe 8 muda wa saa 10 alfajiri kwamba huko ng'ombe zetu zimekamatwa na watu wa hifadhi, na bahati mbaya iliyotokea kwa kijana wake hiyo ikaonekana, basi iliyotokea huwezi ukapingana, kwa sababu huwa Mungu sisi wote tunaweza tukaenda huko, lakini inalingana kila mmoja ataenda kwa mazingira gani, kwa sababu wote njia ni moja tu. Lakini pamoja na hayo, leo hii mzee Igembe pamoja kushirikiana na uongozi, mheshimiwa diwani na viongozi wa ngazi ya wilaya, mkoa, baada ya kufuata taratibu za kisheria, leo hii tuko na mzee Igembe hapa anakabidhiwa mifugo yake mbele ya mimi, tuko pamoja na mtendaji wa kijiji. Afisa uhifadhi mkuu Mapinduzi Boniface Mdesa, nasimamia kitengo cha ulinzi hifadhi ya taifa Ruaha, lakini pia namwakilisha mkuu wa hifadhi. Leo tuko hapa kwenye eneo la Ukwaheri ambalo liko ndani ya bonde la Usangu. Nyuma yangu kama unaona kuna mifugo zaidi ya 500 ambayo ilikamatwa tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu, mifugo ambayo inamilikiwa na mzee Igembe. Hata hivyo, baada ya taratibu za kisheria wameweza kuja hapa kwa ajili ya kuichukua mifugo yao. Labda nitoe rai kwa wananchi kwamba wasiendelee na vitendo hivyo vya uhalifu vya kuingiza mifugo hifadhini, kwani vinahatarisha ustawi wa bonde hili. Lakini jingine la msingi zaidi kwamba pale ambapo mifugo inakamatwa hifadhini wafuate taratibu za kisheria. Nafikiri wanafahamu kwamba unakuja kuripoti kituoni, unatambua mifugo yako, unapewa control number, ukilipia unachukua mifugo yako. Lakini wasitake kufanya vitendo vya vurugu, kupambana na askari ambavyo vinaweza vikasababisha madhara aidha kwa wananchi au kwa askari. Kwa hiyo huo ni wito wangu mkubwa kwamba wananchi wasifanye vitendo hivyo. Mimi ni kamishna msaidizi wa uhifadhi Catherine Mbena kutoka makao makuu. Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania limepewa dhamana ya kusimamia maeneo haya, sio kwa ajili yake bali kwa ajili ya nchi nzima, lakini kwa ajili ya dunia nzima. Kwa hiyo vitendo kama hivi vya kuingiza mifugo au namna yoyote ya ujangili unaofanyika kwenye hifadhi unarudisha nyuma lengo la kuanzishwa kwa taasisi hii. Manufaa yanayopatikana kutokana na kuwa na usimamizi huu wa maliasili sio kwa Tanzania peke yake, ni kwa dunia nzima. Lakini tunapoingiliwa mara kwa mara katika utendaji wa kazi, inaondoa kabisa ile
lengo lakini na ule utendaji wa kazi ili kufikia malengo ya kuhifadhi maliasili hizi kwa ajili ya manufaa ya dunia nzima. Mimi nitoe wito tu, ameongea mwenyekiti wa kijiji hapa, lakini waliokamatwa na hizi ng'ombe pia wameongea. Mkawaelimishe wengine, lakini nyinyi pia msiwe na makosa ya rudia. Hawa ng'ombe tuliokamata hapa ni wachache, lakini wanaingizwa ng'ombe wengi kwenye hifadhi. Askari wetu wanakesha usiku na mchana kuhakikisha maliasili hizi zinalindwa. Tushirikiane na tunatoa elimu kwa jamii ili na wao waelewe umuhimu wa uhifadhi huu, lakini pia tunashirikisha tunachokipata kutokana na utalii katika maeneo haya ya uhifadhi kwa jamii. Kwa hiyo watu waone hiyo kama ni chachu ya kuendelea kushirikiana na hifadhi, kuendelea kuhifadhi maliasili zilizoko katika hifadhi za taifa na maeneo mengine ya uhifadhi. Kwa hiyo tushirikiane kuhifadhi maliasili hizi na tuendelee kuelimishana. Mzee kasema hapa kwamba anatoka hapa sasa anaenda kuwaelimisha vijana wake ambao ndio huwa wanaleta ng'ombe huku, lakini mwenyekiti wa kijiji kasema wanaenda kukaa kwenye vikao. Watu wazingatie haya, wazingatie maeneo haya na kuona umuhimu wake, kwa sababu manufaa yanayopatikana